Tundu Lissu amemuuliza kamishna msaidizi wa polisi kama ana akili timamu. Je, una akili timamu bwana afande? Tundu Lissu amemuuliza leo shahidi wa 16. Tundu Lissu amefika ndani ya chumba cha mahakama mapema asubuhi ya leo majira ya saa 3:30 hivi Dar es Salaam, na sasa hivi ndani ya chumba cha mahakama anamhoji shahidi wa 16 upande wa mashtaka ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba. Kabla tuendelee, chukua sekunde yako moja like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Tundu Lissu amepinga vikali ushahidi uliotolewa na afisa mwandamizi wa polisi katika kesi yake ya uhaini, akimtaka shahidi mara kwa mara kuthibitisha iwapo maelezo muhimu kuhusu majukumu yake ya awali ya polisi na matukio yaliyopelekea uchunguzi huo yalikuwemo katika maelezo yake ya maandishi. Mjadala huo ulifanyika leo katika kituo cha usajili cha Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam, ambapo Tundu Lissu aliendelea kumhoji shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka, kamishna msaidizi polisi Amin Mahamba. Katika kikao kilichopita, Amin Mahamba alikuwa akitoa ushahidi kuhusu nafasi yake katika uchunguzi dhidi ya Tundu Lissu, ikiwemo jinsi alivyoingizwa kwenye uchunguzi huo muda mfupi kabla ya kukamatwa kwa Tundu Lissu mnamo Aprili mwaka 2025. Hata hivyo, wakati wa mahojiano yaliyoendelea leo, Tundu Lissu alibadilisha mwelekeo mara moja kutoka kwenye kiini cha uchunguzi na kuelekeza umakini kwenye maelezo ya maandishi ya shahidi mwenyewe. Maswali yalianza kwa ombi lisilo la kawaida lakini lililofanywa kwa makusudi. Tundu Lissu alianza kwa kumuuliza shahidi jinsi alivyolala. Amin Mahamba alijibu kuwa amelala vizuri. Kisha Tundu Lissu alimwambia kuwa kadiri maswali yanavyoendelea anataka shahidi ajibu kwa sauti ya juu na kwa udhabiti, akifananisha namna hiyo na ile ya afisa wa polisi mwenye uwezo wa kuongoza gwaride. Kutoka hapo, Lissu alianza kumhoji Amin Mahamba kuhusu historia yake ya kikazi. Aliuliza iwapo shahidi aliteuliwa kuwa mkuu wa upelelezi wa wilaya OCCID Kyela mwaka 2014 na iwapo alihudumu huko kwa miaka miwili kabla ya kuhamishiwa Ruvuma. Jibu la Amin Mahamba lilikuwa fupi sana. Maelezo hayo hayakuwemo kwenye taarifa yake. Lissu basi aliendelea. Aliuliza shahidi iwapo aliwahi kuhudumu kama kamanda wa polisi wa mkoa, yani RPC Ruvuma kwa miaka 5. Kwa mara nyingine Amin Mahamba alisema maelezo hayo hayakuwemo kwenye taarifa iliyowasilishwa mahakamani. Kisha Tundu Lissu alihamia kwenye suala la kuhamishiwa kwa shahidi jijini Dar es Salaam mwezi Januari mwaka 2023, wakati ambapo kulingana na swali la Lissu, Amin Mahamba aliteuliwa kuwa naibu afisa wa upelelezi wa kanda, yani Deputy Zonal Crime Officer kwa kanda maalum ya polisi. Kwa mara nyingine tena Lissu alimtaka shahidi Amin Mahamba kuwaambia majaji iwapo taarifa hiyo ilionekana katika maelezo yake ya maandishi. Jibu lilikuwa lile lile, haikuwemo. Maswali yaliendelea kwa mtindo huo huo. Lissu alimuuliza Mahamba iwapo wakati akihudumu kama naibu afisa wa upelelezi wa kanda alisimamia maafisa upelelezi katika kanda maalum ya polisi nzima. Shahidi alirudia kusema kuwa taarifa hiyo haikuwemo kwenye maelezo yake. Kisha Tundu Lissu aliuliza kuhusu dhima inayodaiwa kuwa nayo Mahamba kama mkuu wa wachunguzi Kinondoni baada ya kuhudumu huko kama kamanda wa polisi wa mkoa. Kwa mara nyingine shahidi alisema taarifa hiyo haikuwemo kwenye maelezo hayo. Lissu alihamia kwenye hoja nyingine akiuliza iwapo shahidi huyo alihamishiwa kitengo kingine mwezi Mei mwaka 2024 ambako alibaki hadi wakati wa uchunguzi. Mahamba alijibu tena kuwa taarifa hiyo haikuwemo kwenye maelezo yake. Katika hatua hii mtindo wa uulizaji maswali ulianza kuonekana wazi. Lissu hakuwa akiuliza tu kuhusu taaluma ya shahidi huyo. Ilionekana kuwa alikuwa akijaribu kubainisha tofauti kati ya yale ambayo Amin Mahamba aliyajua binafsi au aliyoyafanya wakati wa utumishi wake wa polisi na yale ambayo kwa hakika yalikuwa yameandikwa katika maelezo yanayotumiwa mahakamani. Maswali kisha yakahamia kwenye matukio ya Aprili mwaka 2025, kipindi ambacho Amin Mahamba alisema alianza kuhusika katika uchunguzi dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Wakati wa utoaji ushahidi wa jana, Mahamba alikuwa ameiambia mahakama kuwa mnamo tarehe 8 Aprili mwaka 2025 akiwa ofisini kwake mchana alipokea simu kutoka kwa mkubwa wake DCP Nganzi. Kwa mujibu wa shahidi huyo, Amin Mahamba alielekezwa kwenda ofisi ya afisa wa upelelezi wa kanda, yani Zonal Crime Officer,
jijini Dar es Salaam ili kuratibu na kusimamia uchunguzi unaohusisha Tundu Lissu. Leo Tundu Lissu amerejea kwenye maelezo hayo mahususi. Amemtaka Mahamba kuthibitisha iwapo maelezo yake kuhusu kupokea simu kutoka kwa DCP Nganzi tarehe 8 Aprili yalikuwemo katika ushahidi wake wa maandishi uliotambuliwa mahakamani kama kielelezo D15. Safari hii Mahamba alijibu ndio. Kisha Lissu akauliza iwapo maelezo hayo yalimtaja moja kwa moja Tundu Lissu. Kwa mara nyingine shahidi alijibu ndio. Lissu alimtaka asome tena sehemu husika. Shahidi alifanya hivyo. Kisha Tundu Lissu alirejea kwenye swali la iwapo jina la Tundu Lissu lilionekana kweli katika maelezo hayo. Amin Mahamba alithibitisha kuwa lilikuwepo. Kisha Tundu Lissu akamhoji shahidi kwa ukali zaidi, na hapa ndipo ilivutia hisia za wengi. Tundu Lissu alimuuliza Amin Mahamba iwapo alikuwa na akili timamu, na akisisitiza kuwa jina la Tundu Lissu lilikuwepo kweli kwenye hati hiyo. Mjadala huo uliendelea kwa ukali, huku Tundu Lissu akimtuhumu shahidi kwa kujaribu kuonekana mjanja wakati kwa mtazamo wake alishindwa kudumisha msimamo thabiti katika ushahidi wake. Hata hivyo, shahidi alishikilia msimamo wake. Maswali kisha yakahamia kwenye sehemu nyingine muhimu ya ushahidi wa Amin Mahamba kutoka katika kikao kilichopita. Amin Mahamba alikuwa ameiambia mahakama na majaji kuwa alipowasili baada ya kuitwa kushiriki katika uchunguzi huo, alikuta jalada la kesi mezani lililokuwa na jina la Tundu Lissu. Lissu alimtaka kuthibitisha kuwa hayo ndiyo aliyokuwa ameiambia mahakama siku iliyotangulia. Mahamba alithibitisha hilo. Kisha Tundu Lissu aliuliza iwapo jina hilo lilionekana kwenye nyaraka zenyewe, na hapa ndipo sehemu hiyo ya majibizano ilipokuwa ya kuvutia na muhimu hasa. Amin Mahamba alijibu kuwa jina hilo halikuwepo kwenye nyaraka hizo. Jibu hilo liliibua utata dhahiri katika ushahidi wa shahidi huyo. Kwa upande mmoja, shahidi alikuwa ameieleza mahakama kuwa alipata faili lililomtaja Tundu Lissu. Kwa upande mwingine, alipoulizwa mahususi iwapo jina hilo lilionekana kwenye nyaraka hizo, alijibu kuwa halikuwepo. Mstari wa maswali ya Tundu Lissu ulionekana kulenga hasa kuweka wazi tofauti hiyo mbele ya jopo la majaji watatu. Hivyo umuhimu wa hatua ya leo ya kuuliza maswali ya cross examination hauko tu katika ukweli kwamba Tundu Lissu alimuuliza afisa wa polisi kuhusu historia ya kazi yake. Suala pana zaidi ni jinsi mahakama inavyopaswa kutathmini uhalali na upeo wa ushahidi wa Mahamba, hasa pale ushahidi wake wa mdomo unapolinganishwa na yale yaliyoandikwa katika maelezo yake ya maandishi na kuonekana kuwa hayapo sawa kabisa. Tundu Lissu si mtu mrahisi hivyo. Amin Mahamba ni afisa wa ngazi ya juu wa polisi ambaye ameieleza mahakama kuwa alishiriki katika kuratibu uchunguzi dhidi ya Tundu Lissu. Ushahidi wake wa awali, hata hivyo, uligusia masuala ya upangaji wa uchunguzi, ukusanyaji wa taarifa, uchambuzi wa video inayoonyesha Tundu Lissu akizungumza katika mkutano wa kisiasa, pamoja na hatua zilizochukuliwa na wachunguzi baada ya Tundu Lissu kukamatwa. Lakini tuweke hayo yote kando, nikujuze tu nitarejea na muendelezo hapa nilipoachia, na nikujuze nini tena kiliendelea baada ya hapo, baada ya kufahamika kwamba maneno na maandishi ya fanani ya Afande ambaye ni shahidi upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Kumbuka kulike video hii kisha subscribe kwa habari zaidi.